Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na mamlaka za mitaa nchini Ethiopia za ripoti vifo vya watu 25 baada ya kanisa kuporomoka. Maambukizi ya COVID yaongezeka kutokana na aina mpya Nimbus na Stratus. Zaidi ya wapiganaji 7,000 wamejeruhiwa na M23. Bunge wa Afrika Kusini Julius Malema apatikana na hatia ya kufyatua risasi hadharani. Viongozi wa Ulaya wakutana baada ya droni za Urusi kuvamia anga lao. Naam. Natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Snapchat imetangaza kuanzisha malipo ya watumiaji wanaohifadhi picha za video za zamani kwenye kipengele cha memories, hatua inayozuia upinzani kutoka kwa watumiaji wengi ambao wamejengeka na kumbukumbu kubwa ya machapisho yao. Tangu kuanzisha kwa kipengele hicho mwaka 2016, Snapchat imeruhusu watumiaji kuhifadhi maudhui yao yaliyowekwa ya awali kwa kutumia memories. Hata hivyo, kwa sasa watumiaji wanaohifadhi kumbukumbu zinazozidi gigabyte 5 watahitaji kulipa ili kuendelea kuzihifadhi. Kampuni mama ya Snapchat, Snap, ilikataa kutoa maelezo kuhusu kiwango cha malipo kwa watumiaji wa Uingereza, ikisema mabadiliko haya yanatekelezwa kama sehemu ya utambulisho wa taratibu wa kimataifa. Watumiaji wengi kwenye mitandao ya kijamii wanaonyesha kukasirishwa na hatua hii, wakilalamikia kampuni hiyo kwa kutamani faida nyingi. Mamlaka za mitaa nchini Wabeshi zimesema kuwa angalau watu 25 wamefariki dunia baada ya kanisa lililokuwa likijengwa kuanguka. Zaidi ya watu wapatao 50 walikimbizwa hospitalini wakiwa na majeraha mbalimbali. Tukio hilo lilitokea mapema Jumatatu asubuhi katika mji wa Areti, umbali wa takribani kilomita 70 mashariki mwa mji mkuu Addis Ababa, kaskazini mwa Ethiopia. Waumini walikuwa wakikusanyika kwenye kanisa hilo kwa maadhimisho ya kila mwaka ya sherehe ya Mtakatifu Maria. Mtaalamu mmoja katika hospitali ya eneo hilo amesema kuwa miongoni mwa waathiriwa ni watoto na wazee. Hospitali hiyo inaendelea kutafuta msaada kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu ili kutoa huduma kwa majeruhi. Inakadiriwa kuwa wengine wengi bado wanazungukwa na kifusi, na mamlaka zina wasiwasi kwamba idadi hiyo ya vifo inaweza kuongezeka zaidi. Ikiwa unasumbuliwa na koo linalouma sana pamoja na homa,
huenda umeambukizwa mojawapo ya aina mpya ya virusi vya COVID-19 vinavyoenea kwa kasi msimu huu wa vuli. Kwa mujibu wa mamlaka ya afya nchini Uingereza, aina mpya ya virusi vya XFG inajulikana pia kama Stratus na NB181 inajulikana kama Nimbus ndizo zinazoongoza kwa kusababisha maambukizi ya sasa. Wataalamu wa afya wamesema kuwa kwa sasa hakuna ushahidi kwamba aina hizi mpya ni hatari zaidi au unasababisha madhara makubwa zaidi kiafya kuliko aina zilizopita. Hata hivyo, mabadiliko ya kipaumbele yaliyojitokeza kwenye virusi hivi yanaweza kuongeza uwezekano wa kuambukizwa kwa urahisi zaidi. Virusi hubadilika tabia zao kadri zinavyosambaa kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Mabadiliko hayo yanayofikia kiwango fulani husababisha kuibuka kwa aina mpya ya variants. Ripoti mbalimbali zinaelezea kuwa baadhi ya dalili zinazojitokeza sana katika maambukizo ya sasa ni pamoja na sauti ya kukwaruza na koo linalouma vikali kwamba limechomwa kwa wembe. Hata hivyo, COVID-19 bado inaweza kusababisha dalili nyingi kama vile maumivu ya kichwa, kikohozi, pua kuziba au kutoa makamasi, uchovu wa mwili, dalili za kufanana sana na zile za mafua ya kawaida au homa ya msimu. Hivyo si rahisi kutambua tofauti bila kipimo rasmi. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi basi moja kwa moja tunaenda kwenye ripoti za waandishi, ambapo tunashirikiana na shirika la DW katika Afrika leo jioni, ambapo ni habari za dunia. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa kutokea kule maeneo ya Mashariki ya Kati. Ambapo tunaungana naye Angela Mdungu kwenye taarifa hiyo, ambapo zaidi ya watu 20 wameuawa katika ukanda wa Gaza, waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita. Waathiriwa wengine ni waliouawa wakati walipokuwa wamekusanyika karibu na tenki la maji wakisubiri huduma hiyo magharibi mwa jiji hilo. Mmoja wa Wapalestina walionusurika kuuawa kwenye mashambulizi hayo, Nahes Abu Jarad, amesema hakuna maeneo salama. Kila siku kuna mashambulizi na watu wanauawa. Hakuna siku bila mauaji ya watu 70 au 100. Tunasikia kuhusu mipango ya makubaliano ya kusimamisha vita, lakini tunalala na kuamka tukishuhudia watu wakiuawa. Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza yanaendelea wakati ambapo waziri wa ulinzi Israel Katz ametoa onyo la mwisho akiwataka wakazi wa jiji la Gaza wahame na waelekee kusini. Nalo shirika la Msalaba Mwekundu limelazimika kusitisha shughuli zake katika jiji la Gaza kutokana na jeshi la Israel kuongeza mashambulizi. Kufuatia hatua hiyo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imefunga ofisi zake na kuwahamishia wafanyakazi wake kusini mwa Gaza ili kuwahakikishia usalama wao. Aidha, shirika hilo limeonya kuwa maelfu ya watu wanakabiliwa na hali mbaya ya kiutu. Ni wakati msafara wa boti binafsi karibu 40 za wanaharakati zinazopeleka misaada Gaza zikiripoti kuwa zinakaribiwa na meli za kijeshi muda mfupi kabla hazijafika mwisho wa safari yao. Haya yanaendelea huku wanamgambo wa kundi la Hamas wakitarajiwa kutoa uamuzi kuhusu pendekezo lililotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu mpango wa amani ukanda wa Gaza. Makundi mengine ya wanamgambo ya Palestina hata hivyo yameshalikataa pendekezo hilo. Jana Jumanne, Trump alilipa kundi la Hamas siku 3 au 4 kutoa majibu juu ya mapendekezo yake. Kundi hilo linakabiliwa na shinikizo la kijeshi kutokana na mashambulizi ya Israel yanayoendelea kaskazini mwa Gaza. Waangalizi wanatarajia kuwa kundi la Hamas litaongeza matakwa ya ziada katika mpango wa Trump au kutoa masharti mengine. Asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo kutokea maeneo hayo. Uwanja wa tamasha maarufu la bia Oktoberfest nchini Ujerumani huko mjini Munich umefungwa kwa muda hadi baadaye jioni hii
kutokana na kitisho cha bomu. Hatua hiyo imechukuliwa wakati polisi walikuwa wanachunguza tukio jingine kaskazini mwa mji huo. Zainab Aziz na taarifa hiyo. Polisi wa Munich wanashughulikia tishio la bomu na pia mlipuko unaoaminika kuhusishwa na mzozo wa kifamilia ambapo mtuhumiwa alikutwa amekufa kwenye eneo la karibu. Polisi wamesema mwanaume wa Kijerumani mwenye umri wa miaka 57 ambaye aliichoma moto nyumba ya familia yake alitoa tishio la bomu kulilenga tamasha la Oktoberfest. Alikufa baada ya kilipuzi alichokuwa amebeba kwenye mkoba wake kulipuka. Kikosi cha kutegua mabomu kimeongeza kuwa mtu huyo alikufa kwa kujitoa mhanga kwenye shambulio ambalo limesababisha mama yake mwenye umri wa miaka 81 na binti yake mwenye umri wa miaka 21 kujeruhiwa. Polisi wamesema uwanja wa tamasha unaendelea kufungwa hadi baadaye leo watakapokuwa wamekamilisha uchunguzi wao. Msemaji wa polisi wa Munich, Thomas Schelshorn, anaeleza. Kutokana na kilichotokea hapa Lerchenau, tunayachunguza maeneo mengine mjini Munich. Eneo la Theresienwiese pia limeathirika ambapo tulipokea vitisho vya bomu, na kwa sasa hatua za kuweka vizuizi zimechukuliwa. Wafanyikazi na wageni wote katika uwanja wa tamasha wameombwa kuondoka. Tamasha hilo litafunguliwa tena jioni hii. Tamasha la Oktoberfest linalofanyika kila mwaka mjini Munich linatarajiwa kukamilika Oktoba 5. Limekuwa likiendelea kuvutia umati wa kimataifa na idadi kubwa ya wageni huwa wanatoka Marekani, Austria, Italia na Ufaransa. Lilianza mwaka 1810 kwa lengo la kuadhimisha harusi ya mwana mfalme Ludwig wa Bavaria na binti mfalme Teresa wa Saxony-Hildburghausen. Tamasha maarufu la Oktoberfest huhudhuriwa na watu karibu milioni 6 kila mwaka. Mnamo mwaka 1980, tamasha la Oktoberfest lilikabiliwa na shambulio baya la Wanazi mamboleo. Shambulio la bomu lililofanyika jioni ya Septemba 26 mwaka huo wa 1980 lilisababisha vifo vya watu 13, wakiwemo watoto 3 na mshambuliaji aliyekuwa mwanafunzi aliyeitwa Gundolf Köhler, aliyekuwa mfuasi wa kundi la mrengo mkali wa kulia lililopigwa marufuku. Zaidi ya watu 200 walijeruhiwa. Asante sana Zainab Aziz kwa taarifa hiyo, ambapo uwanja wa tamasha maarufu la bia Oktoberfest nchini Ujerumani huko jijini Munich umefungwa kwa muda hadi baadaye jioni. Mgombea urais wa chama tawala CCM nchini Tanzania, ambaye pia ni rais wa taifa hilo Afrika Mashariki, Samia Suluhu Hassan, anaendelea kunadi sera zake akiomba kura kwa wananchi. Kampeni za Rais Samia sasa zipo katika mikoa ya kaskazini mwa taifa hilo. Leo amehutubia wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na Arusha. Veronica Natalis na taarifa hiyo. Ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka 48 sasa. Dr. Samia oye! CCM oye! Mgombea urais kupitia chama hicho ambaye pia ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, leo amehutubia maeneo mbalimbali ya majimbo ya uchaguzi mkoani Arusha, akiwanadi wagombea udiwani, ubunge pamoja na nafasi yake ya kugombea urais. Katika maeneo mengi yaliyopita, mgombea huyo wa CCM ameonekana kuwa na hoja zinazofanana, akitaja mafanikio ya uongozi wa chama hicho tangu kimeshika dola na kuahidi kwamba kazi kubwa zaidi itafanyika tena endapo atachaguliwa. Kwa kutumia kauli mbiu ya kazi na utu, ameahidi kujenga masoko na vituo vya mabasi. Lakini pia akiwa katika mkutano wa kampeni leo katika jimbo la Arumeru Mashariki, Rais Samia ametoa agizo kwa mabalozi wa nyumba 10 wa chama hicho kuhakikisha kila balozi anatembea katika nyumba zake 10 na kuwachukua watu mpaka vituo vya kupigia kura siku ya tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba. Na wote kwa pamoja, nasema kwa pamoja kwa sababu nawaomba mabalozi au niwatake mabalozi, wakiamka hakikishe nyumba zake 10 au zozote alizokabidhiwa, wote walioandikishwa kupiga kura anakwenda nao pamoja kituoni. Twendeni kwa pamoja tukakipe heshima Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Kazi na utu. Wananchi wanasema kampeni za mwaka huu hazina ushindani mkubwa kwa CCM, zikionyesha taswira ya kutokuwa na upinzani kutoka kwa vyama vinavyoshindana navyo. Lakini nimewauliza baadhi yao, matumaini yao ni yapi katika mchakato huu wa uchaguzi. Miundombinu mikubwa anatekeleza mijini, lakini vijijini hasahau.
Unakuta mjini anatengeneza barabara za juu sawa, lakini vijijini tunalia bado, mama anahangaika na ndoo ya maji kichwani. Mimi kama mimi nishapiga sana kura, mwisho siku naona kama kwenda kujiunguza, najua kazi ya bure, kumtafutia mtu ugali, kumtafutia mtu nini, alafu mimi mwenyewe na shida ipo pale pale, njaa. Kwa hiyo mimi kiujumla siwezi kupiga kura. Tujitokeze kwa wingi, wakina mama wenzangu, wakina baba, vijana. Rais Samia aliingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021 baada ya kifo cha ghafla cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli, na anaweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kuwania kiti cha urais kupitia chama hicho. Veronica Natalis, DW, Arusha. Asante sana Veronica Natalis kutokea maeneo ya Arusha pale kwa taarifa hiyo inayofungamana na siasa. Tupo mbashara kupitia idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tunashirikiana na DW katika matangazo ya awamu ya pili. Usahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile vile penda, like na fuatilia habari zetu kwa njia yote ile, na weka maoni yako kwenye maeneo tofauti. Vile vile tembelea tovuti yetu radio cantonadigital.wordpress.com. Sasa hivi basi naungana naye Edi Sisanga kwa taarifa zaidi. Alionekana tena mjini Goma, jambo lililoongeza hofu kwamba anaendelea kuwa na ushawishi mashariki mwa nchi. Mwendesha mashtaka wa kijeshi Jenerali Lucien Rene Likulia alimshtumu Kabila kwa kupanga njama za kupindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa kushirikiana na Rwanda na waasi wa M23, na kudai kwamba pia Kabila alikuwa mmoja wa wasuka mikakati wa mashambulizi ya kundi hilo. Katika hukumu iliyosomwa mjini Kinshasa, Jaji Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai alisema Kabila amepatikana na makosa ya mauaji, ubakaji, mateso na uasi, na kwamba kifungu cha adhabu ya juu zaidi lazima kitumike. Kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria ya kijeshi, mahakama hii inamhukumu Joseph Kabila adhabu ya kifo kwa makosa ya mauaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya ubakaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya mateso, na adhabu ya kifo kwa kosa la usaliti, pamoja na kuandaa vuguvugu la uasi. Zaidi ya adhabu ya kifo, mahakama pia imeamuru Kabila kulipa fidia takriban dola bilioni 50 kwa serikali na waathirika wa machafuko mashariki mwa Kongo. Kesi hii imezusha mjadala mkali, huku chama cha Kabila cha PPRD kikilaani mashtaka haya kama ya kisiasa na mkakati wa kumuondoa mpinzani mkubwa wa Tshisekedi. Mashirika ya haki za binadamu pia yameonya kuwa hukumu hiyo inaweza kuongeza mgawanyiko katika taifa hilo kubwa lenye utajiri wa madini ambalo limekumbwa na vita na ukosefu wa utulivu kwa zaidi ya miongo mitatu. Wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia wameelezea kukasirishwa na hukumu dhidi ya kiongozi huyo. Mkazi wa Bukavu Denis Bashige alikuwa na haya kusema: Le Congo n'a qu'un seul ancien président. Kongo ina rais mstaafu mmoja tu, anaitwa Joseph Kabila. Unawezaje kufikiria kwamba badala ya kutumia uzoefu wake tofauti, kwanza kama askari wa zamani, rais wa zamani aliyeshuhudia vipindi vyote vya vita na kufanikisha kuleta amani, leo hii anahukumiwa? Badala ya kumchukulia kama mshauri wa kwanza, tunamhukumu katika nyakati kama hizi. Ninaamini hili ni upotevu. Je crois que c'est une gâchis. Kwa sasa haijulikani wazi ni wapi alipo Joseph Kabila, lakini hukumu hii inabaki kuwa hatua kubwa zaidi ya kisheria dhidi ya rais wa zamani, na huende kaathiri mustakabali wa siasa za DRC kwa muda mrefu. Shukrani sana. Asante sana Edi Sisanga katika awamu hiyo na kwa taarifa hiyo, ambapo tutazidi kufuatilia hilo tuweze kuona ni lipi linajitokeza. Sasa hivi naungana naye Rudha Longa akiwa maeneo hayo ya taifa la DRC. Wote ambao wamejiunga na marebelion kwa kusababisha ukosefu wa usalama ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini na sehemu zingine za Kongo ambaye kuna mauaji na kuna ujeuri ya kijeshi. Tunafikiri kama isisimamishwe tu kwa rais wa zamani Joseph Kabila, lakini wale wote wa kamanda wa jeshi ambao wamejiunga na adui na ambao wamesababisha ukosefu wa usalama na mauaji, wote wangekuwa kondane. Mhukumu ni makosa sana. Kabila maombi yangu akamate mpaka Kinshasa, hakuna vitu kwa wamefanya kwanza makosa kumhukumu juu sie bota tuyajua bana mhukumu juu ya nini. Basi mkosee vile vraiment. Juu miaka yote alifanya kukiti, tulikuwa naishi na amani na to ilikuwa ya bien.
miaka yote waliishi kwa amani na hali ilikuwa bien. Ndio hali ambayo namna hii inajitokeza. Utawala wa Morocco unakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa vijana waliotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha raia sehemu mbalimbali za nchi hiyo kuandamana. Waandamanaji wanashutumu serikali kwa kupuuzilia mbali huduma nyeti za afya na elimu na badala yake kuwekeza rasilimali za taifa katika maandalizi ya kombe la dunia la mwaka 2030. Lubega Emmanuel na taarifa hiyo. Kwa kijamii hususan TikTok, Instagram na Discord, raia mbalimbali wa Morocco hususan vijana wameendelea kushiriki katika maandamano kupinga kile wanachokitaja kuwa kushindwa kwa utawala kushughulikia masuala nyeti ya kimaisha kama vile afya, elimu na mengineo. Vikosi vya polisi vimeshuhudiwa katika miji mbalimbali vikitumia vifaa na silaha aina kuzima maandamano, huku makundi ya vijana waliobeba mabango na kuandamana wakikamatwa. Katika mji mkuu wa mashariki mwa nchi hiyo, Oujda, shirika la habari la taifa hilo MAP limeelezea kuwa mwanamume mmoja aliyegongwa na gari la polisi wakati gari hilo lilipowaingilia waandamanaji anazidi kupata nafuu. Vuguvugu la vijana lisilojulikana viongozi wake na kujulikana tu kama Gen Z 212 ndilo limenyoshewa kidole kuchochea maandamano hayo, likijenga hisia za chuki dhidi ya utawala kwa kusambaza video na picha za hali duni za huduma za afya na elimu. Maandamano hayo yameendelea kwa siku 4 mfululizo ambapo vitu mbalimbali ikiwemo magari vimeharibiwa. Kwa mfano, katika miji ya kusini mwa nchi hiyo ya Tiznit, Inzegan na Ait Amira, makundi ya waandamanaji walishuhudiwa wakiwarushia polisi mawe pale walipojaribu kuwasambaratisha. Katika mji wa Ait Amira ulioko kilomita 560 kusini mwa mji mkuu wa Rabat, ghasia zimeshuhudiwa ambapo kupitia kwa vipande vya video magari ya polisi yamepinduliwa. Kulingana na duru za polisi, zaidi ya waandamanaji 100 wamekamatwa ikiwemo mwanapodcast maarufu na msanii. Hii ni kwa mujibu wa chama cha haki za binadamu cha Morocco. Katika mji mkuu wa Casablanca, waandamanaji 24 waliodaiwa kuweka vizuizi kwenye barabara kuu wanafanyiwa uchunguzi wa kisheria. Hii ni kulingana na mwendesha mashtaka wa umma. Utawala wa sasa umeitikia maandamano hayo kwa kutoa mwito uwepo na mazungumzo ili kutatua mgogoro huo na kujadili masuala ambayo yanawakera raia. Hii ni taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne. Asante sana Lubega Emmanuel. Wakati huu basi, msikizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 456148 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Twende kwake Tatu Karema na vile Najid Omar watuletea naojiri kwenye majukwaa ya mawasiliano. Hakim Sai anasema kukamatwa kwa vijana hao kinyume na katiba, serikali inapaswa kusikiliza kilio chao baada ya kutumia nguvu na kuwakamata au kuwaziba sauti zao. Halima Sharifu anasema hii njia ya maandamano ndiyo mtindo mpya wa maisha, maana hakuna kusikilizana na sasa ni suala ni kuendelea kutishana na kuingia barabarani. Maoni mengine yanahoji masuala mengi kuhusu kama Gen Z wa Tanzania kuna siku watafanya haya. Naona kuna watu wanahoji Tanzania kuna Gen Z wakiangalia labda maeneo mbalimbali vile vijana wamejitokeza ni kama ambaye tumejitambua sasa, kwa hivyo tunataka kuchukua usukani kitu kama hicho, lakini ni maoni yao, tushukuru. Hayo nitasoma siku nyingine. Haya sawa. Bali na hayo tuendelee huko nchini Kenya. Kuna muuguzi mmoja mwenye umri wa miaka 30 kutoka kaunti ya Bungoma amekamatwa na jeshi la polisi kwa tuhuma la kumnajisi kijana ambaye alifika katika hospitali kwa ajili ya kupatiwa matibabu.
Mgonjwa ameenda hospitali akamdhulumu. Ndio. Jeshi la polisi linasema kwamba kijana huyu alipelekwa hapo akiwa na malaria, lakini pia akiwa ameungua sehemu ya mwili wake kwa ajili ya kupata huduma, na ilikuwa ni usiku. Kwa hiyo baada ya kupatiwa pale, daktari ama muuguzi aliwaambia wazazi watoe kwa ajili ya kumpatia yule kijana huduma, na hapo ndipo alipomnajisi na baadaye kumwambia aoge, ili ikiwa na lengo la kupoteza ushahidi. Jeshi la polisi linamshikilia korokoroni ama mahabusu na litampandisha mahakamani. Mambo ya kusikitisha kwa kweli sana, yani sehemu ambayo unadhani ni salama nayo pia kuna changamoto. Rita Pascal anasema ni aibu mtumishi wa afya kuomba kushiriki unyanyasaji wa namna hii tena akiwa hospitali. Sakina anasema viumbe wa ajabu hawa wanaume, yani mtoto anaumwa na huku na mnyanyasa, jamani tunafikaji huko? Mustafa Isa anasema unyanyasaji huu uchukuliwe hatua na uadhibiwe. Tatu, naomba nihitimishe hapa. Tuangalie wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu wanasemaje. Na nikianza na ukurasa wetu wa Facebook, Rashidi Kabwe anasema hiyo mahakama ya Kongo sasa itamhukumu vipi mtu kifo, watu ambao hata uwezo wa kumkamata bado hawana. Hassan Mlata anasema mimi hainihusu binafsi, najipanga kuwa na akiba yangu ya chakula isiyohusu serikali. Sijui anazungumzia nini hapa. Anazungumzia habari ambayo tumeposti. Rais Samia pia amesema kwamba Tanzania ina chakula cha kutosha. Safi kabisa. Godfrey anasema sasa hivi kila kona maandamano huku maandamano kule. Sijui unamwona nani? Namuona Daniel Mota anasema sasa hii itakuwaje kama mtu anahukumiwa kunyongwa bila kuwepo mahakamani? Hilo ni swala lake Daniel. Newton anasema naona dunia imeamka, Gen Z kila kona na maandamano. Winston Sempoli huyu anasema hayo ndio mambo hayatakiwi na viongozi wote. Umeishi kitajiri na ving'ora barani, uje uishie kunyongwa? Kweli dunia mapito. Anazungumzia Kabila huyu. Christian Anyamatomwa anasema kwanza mjue kwamba Kabila na mapatano na Rais Tshisekedi, hiyo inaonyesha kwamba nchi tayari haiko salama. Dismas Kimaro anasema siku Malawi ikipata uhuru na Chakwera na wenzake wanyongwe hivyo hivyo. Nadhani hiyo bado ni story ya Kabila. Caritas Habari anasema kweli sheria msumeno viongozi wa Afrika kama kinakuja kama inabidi kuwa makini wawapo madarakani. John Kahangwa, ubinadamu hauhitaji mambo haya, tufike wakati tuachane na hukumu za kifo, si jambo lenye faida. Katika ukurasa wa YouTube, Lucas Zabroni anasema napongeza DW Kiswahili kwa kutupasha habari motomoto zenye uhakika. Nehemia Nzoisaba anasema asante kwa matangazo yenu ya jioni, ninawapata vyema kwa utulivu mkubwa kupitia mtandao wa YouTube nikiwa Bujumbura, Burundi. Na Alois Samba kutoka Arusha anasema maoni ya wakazi wa Goma yanaonyesha matumaini ya haki na usawa kwa wote bila upendeleo. Isaya Samba anasema natamani hata wala rushwa na mafisadi wangehukumiwa hukumu ya kifo, maisha jela, ili kukomesha ubadhilifu huu wa fedha za umma, wasiishie kwa wahaini pekee. Deudadis Mlaya kutoka Moshi, Tanzania anasema mambo haya tufike wakati tuachane nayo, hukumu ya kifo si jambo lenye maana, kifo tumwachie Mwenyezi Mungu. Nimalize na Alois Samba, Umoja wa Mataifa chukueni hatua za mapema za kukomesha machafuko yote yanayoendelea duniani kote kwa sasa. Tatu, nakushukuru sana. Shukrani sana Najat kwa maelezo yako. Natumai siku nyingine tena utakuja na mengine mengi. Hakika. Nawe pia msikilizaji wetu, mfuatiliaji wetu, tutakushukuru kuungana nasi katika matangazo haya ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri. Haya, asante sana Tatu kwa kuweza kushirikiana nasi siku ya leo. Moja kwa moja tupokee Kiziba Mkonga. Tupokee Kiziba Mkonga nami niondoke studioni. Ni njia panda ngumu sana pale ambapo kuwa single unaogopa sana kubaki kwenye hayo mahusiano, inakunyima furaha sana. Yaani moja haikai wala mbili haikai. I say why Morning Glory ukutane na Mnazareti akusaidie. Ni njia panda ngumu sana pale ambapo kuwa single unaogopa sana na kubaki kwenye hayo mahusiano inakunyima furaha sana. Yaani
moja haikai wala mbili haikai. I say, why Morning Glory ukutane na Mnazareti akusaidie. Bora kujuta ukijua kuliko kujuta pasipo kujua. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.